biashara kati ya Mashariki ya Kati na Asia Mashariki. Mlango wa bahari wa Bosphorus upo Istanbul ndani ya Turkia na hutenganisha mabara ya Asia na Ulaya, unaunganisha bahari Nyeusi na bahari ya Marmara. Mlango huu una jukumu muhimu katika kusafirisha mafuta, gesi na bidhaa kutoka nchi za bahari Nyeusi hadi masoko ya kimataifa. Ni njia kuu ya meli za kibiashara na kijeshi, na Uturuki ina udhibiti wa shughuli za hapa kulingana na makubaliano ya kimataifa. Mfereji wa Kiel upo kaskazini mwa Ujerumani ndani ya jimbo la Schleswig-Holstein na unaunganisha bahari ya Baltiki na bahari ya Kaskazini na kutoa njia fupi ya baharini kwa meli za Ulaya. Mfereji huo hutumika sana katika usafirishaji wa baharini ndani ya Ulaya, haswa kati ya bandari na viwanda, na kuufanya kuwa muhimu katika kusaidia uchumi wa Ulaya na kurahisisha biashara ya ndani. Shukran. Ukitafakari hayo, polisi nchini Ethiopia wanamzuilia mshukiwa wa biashara haramu ya binadamu anayetuhumiwa kuhusika na vifo vya zaidi ya watu 100 na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake zaidi ya 50. Sarafina Robi na taarifa zaidi. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatatu, idara ya polisi nchini Ethiopia inasema mshukiwa mkuu anayejulikana kama Yetbarek Dawit pia Kibrom alikamatwa pamoja na wenzake 9 katika mji wa Shire kaskazini mwa Ethiopia. Anadaiwa kuwasafirisha zaidi ya watu 3,000 kwa njia zisizo halali. Kulingana na uchunguzi huu, kundi hilo limekuwa likiwateka vijana tangu mwaka 2018 kutoka Ethiopia, Sudan, Eritrea, Djibouti, Kenya na Somalia kuwasafirisha hadi Libya. Polisi waliripoti kwamba wahalifu hao walikuwa wakiendesha vituo 5 vya kuwazuilia watu nchini Libya, ambapo waathiriwa walishikiliwa mateka na kudhulumiwa vibaya. Kundi hilo linaaminika kujipatia zaidi ya dola milioni 19 kupitia vitendo hivi vya uhalifu. Inasemekana kuwa waathiriwa walilazimika kuwasiliana na familia zao kutuma pesa. Wale ambao hawakuweza kulipa fidia walipewa chakula mara moja tu kwa siku na kuteswa kwa kupigwa na nyaya za umeme, kufungwa minyororo mikononi na miguuni mwao na kuchomwa kwa kumiminiwa mwilini plastiki iliyoyeyushwa. Uchunguzi wa polisi ulithibitisha kuwa wengi wa waathiriwa walipoteza maisha, wengine walijeruhiwa vibaya kimwili na wanawake walifanyiwa ukatili wa kijinsia uliosababishia madhara makubwa ya kimwili na kisaikolojia. Polisi pia walisema kwamba wamekusanya ushuhuda kutoka kwa waathiriwa zaidi ya 100 na familia zao wanaoishi Ethiopia, Libya, Uswizi, Uholanzi, Uingereza na Kanada. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuiangamiza Iran ifikapo usiku wa leo iwapo haitofikia makubaliano. Iran yapuuza vitisho hivyo vya Trump. Waziri Mkuu wa Israel asema wameshambulia miundombinu ya usafiri ya Iran ikiwemo madaraja na njia za reli, na wanaanga wa Artemis 2 wavunja rekodi kwa safari ya kihistoria mwezini. Hii ni BBC. Watu 3 wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi karibu na ubalozi mdogo wa Israel mjini Istanbul, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki. Maafisa 2 wa polisi wanasemekana kujeruhiwa, kwa mujibu wa shirika la utangazaji la serikali ya Uturuki. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Ni milio ya risasi iliyoripotiwa karibu na ubalozi mdogo wa Israeli mjini Istanbul nchini Uturuki, ambapo walinda usalama waliingia katika mapambano na washambuliaji wawili ambao baadaye walibainika kuwa ndugu. Kwa mjibu wa Wizara ya Usalama wa Uturuki, Mustafa Tifte, polisi 2 walijeruhiwa katika tukio hilo. Aliongeza kuwa washambuliaji hao waliwasili kutoka mji wa Izmit kwa gari la kukodisha. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa X, Wizara ya Mambo ya Ndani ilimtaja mshambuliaji aliyeuawa kama Yunus, ikisema alikuwa amehusishwa na kundi la kigaidi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna kundi lililothibitisha kuhusika na shambulio hilo. Awali polisi waliripoti kuwa washambuliaji wote 2 waliuawa, lakini baadaye kufafanua ni mmoja tu aliyepoteza maisha. Maafisa 2 wa polisi waliojeruhiwa wanasemekana kuwa katika hali isiyohatarisha maisha yao, ambapo mmoja alipigwa risasi mguuni na mwingine sikioni. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa mawasiliano makubwa ya kidijitali yaligunduliwa miongoni
miongoni mwa washambuliaji watatu waliodhibitiwa, huku mahojiano ya waliokamatwa yakiendelea. Gavana Gul aliwaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji walitumia bunduki aina ya rifle pamoja na bastola wakati wa shambulio hilo. Aidha, gavana huyo alithibitisha kuwa hakukuwa na wafanyikazi wa kidiplomasia wa Israel ndani ya ubalozi huo mdogo ulioko katika eneo la biashara la Besiktas jijini Istanbul. Tukio hilo lilitokea mchana wa leo na video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha mmoja wa washambuliaji akipigwa risasi na polisi na kuanguka chini. Shirika la habari la Reuters limemnukuu shahidi mmoja. Milio ya risasi iliendelea kwa takriban dakika 15 hadi 20. Hadi sasa idadi kamili ya waliojeruhiwa haijathibitishwa rasmi. Wakati huo jeshi la Israel IDF limewashauri raia wake kuondoka katika maeneo ulinzi waliokuwa wameelekezwa kujificha hapo awali. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Na makamu wa rais wa Marekani amemtaja waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban kama mfano kuigwa Ulaya. JD Vance yuko Hungary siku chache tu kabla ya nchi hiyo kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ambapo kura za maoni zinaonyesha kwamba bwana Orban ana uwezekano mkubwa tu wa kushindwa. Vance alisisitiza kwamba hayuko nchini humo kuwaelekeza wapiga kura jinsi ya kufanya, lakini amempongeza waziri mkuu huyo kama mtu ambaye anasema analinda utamaduni wa Magharibi na maadili ya Kikristo. Lizi Masinga na habari zaidi. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesafiri hadi Budapest kumuunga mkono waziri mkuu wa zamani wa Hungary Viktor Orban, ambaye ni mshirika muhimu wa Ulaya wa utawala wa Trump kabla ya uchaguzi mgumu wa bunge Jumapili. Kinachoendelea Hungary kwa sasa ni kwamba ingawa kweli bei za nishati ziko juu, bado haziko juu kama zilivyo sehemu nyingine yoyote Ulaya, na hii ni kwa sababu ya uongozi wa mtu aliye karibu nami, na ninaamini kwamba uongozi huu unaweza kutoa mfano mzuri bara zima. Uchaguzi wa tarehe 12 Aprili unachukuliwa kuwa ni changamoto kubwa zaidi kwa Orban katika kazi yake ya kisiasa inayohusisha takriban miaka 40. Amepata ushindi katika uchaguzi mara 4 mfululizo tangu mwaka 2010. Vance na mkewe Usha walikaribishwa na waziri wa mambo ya nje Peter Siarto, ambaye aliambia vyombo vya habari vya Hungary kwamba urafiki wa Orban na Rais Donald Trump umeunda enzi mpya katika uhusiano wa nchi hizo. Jumapili, Orban atakabiliana na Peter Magyar ambaye alikuwa ndani ya chama cha Fidesz cha waziri mkuu, lakini alijitenga na chama hicho miaka 2 iliyopita kuunda chama cha Tiza. Orban anatumai kuwa ziara ya Vance itawashawishi wapiga kura wa Hungary kumchagua tena kama kiongozi imara anayeheshimiwa kimataifa katika nyakati za vurugu. With the election of President Trump, kwa kuchaguliwa kwa Rais Trump, ninaamini kwamba enzi muhimu imeanza katika uhusiano wetu. Tunamshukuru Rais Trump na makamu wa Rais Vance kwa kusimama pamoja na Hungary katika miaka iliyopita. Marekani ni nchi yenye nguvu zaidi duniani na nina furaha kusema kwamba wao ni washirika wetu. Hivyo basi amani na usalama wa Hungary umehakikishwa. Orban ana uhusiano thabiti na harakati za Marekani za MAGA zinazounga mkono rais wa Marekani, ambaye alisema mwezi uliopita anatumai anashinda kwa kishindo. Urafiki wao ulianzia mwaka 2016 wakati Orban alipokuwa kiongozi wa EU wa kwanza na pekee kumuunga mkono Trump katika uchaguzi wa rais wa Marekani. Alimsaidia Trump katika uchaguzi wa mwaka 2024 na alikuwa Washington Oktoba iliyopita kuhakikisha Hungary inatolewa kutoka katika vikwazo vya Marekani kwa makampuni ya mafuta ya Urusi Rosneft na Lukoil. Trump ambaye alifafanua kwamba msamaha huo ulikuwa ni makubaliano binafsi kati yake na Orban, akimaanisha kwamba ikiwa Orban atapoteza uchaguzi huu, mrithi wake angehitaji kuomba upya. Hungary ambayo ndio pekee katika nchi za EU imekataa wito kutoka Brussels wa kujitenga na mafuta ya Urusi. Hungary inategemea sana mafuta ya Urusi kupitia bomba la Druzhba kutoka mashariki na gesi ya Urusi kupitia bomba la Turk Stream kutoka kusini. Vyanzo vyote vili sasa vina matatizo. Hakuna mafuta yanayofika Hungary kupitia bomba la Druzhba linalopita Ukraine tangu mwishoni mwa Januari. Orban anailaumu Ukraine kwa kushindwa kurekebisha bomba baada ya shambulio la Urusi kwenye miundombinu ya mafuta